Watu wa Mungu, natamani leo tujifunze jambo moja na litakuwa na kichwa kinasema usitazame mambo ya nyuma, bali tazama mambo ya sasa, katika namna ambavyo pengine unaweza ukawa na fikiri. Naweza ikawa katika njia ya utawala, katika njia ya uongozi, katika njia ya kumiliki, na katika njia ya yoyote ile ambayo kabisa unaona kwamba katika kipindi cha nyuma alienda ndivyo sivyo, lakini kwa sasa huyo mtu tusimtazame katika mlengo wa asi kwamba kila siku atakuwa hivyo hivyo. Tunasoma katika Matendo ya Mitume, tunamuona Sauli ambaye kwa baadaye alikuja kuwa Paulo. Sasa Paulo tungemtazama katika nyakati za Sauli tukamvisha usauli moja kwa moja, tusingeona matokeo aliyokuja kuyafanya katika nyakati za kuitwa Paulo. Kwa hiyo hata sasa viongozi wapo mbalimbali ambao kwa namna moja unaweza ukaona sema huyu aliwahi kufanya hiki, huyu aliwahi kuwa hivi, huyu alikuwa hivi. Hii sikuvunje moyo na ukaona kwamba pengine mambo yanaweza siwe ndivyo sivyo, na badala yake ujue kabisa kwamba nyakati huja, nyakati hubadilika. Huyu mtu ni mwanadamu, anabadilika. Kuna kipindi alikuwa katika mambo ya hovyo, lakini muda huo anaweza akawa katika misingi mizuri. Paulo alikuwa akiwatesa wanafunzi wa Yesu waliokuwa wamempokea Yesu, lakini baada ya hapo yeye ndo alikuwa mstari wa mbele katika kuhubiri Kristo Yesu. Kwa hiyo tukawa tunaona kwamba unajua viongozi mbalimbali wanafanya hivi na hivi wa Kiafrika na watu wengine kama hao, lakini hii sikupelekee moja kwa moja ukamhukumu kwamba huyu atakuwa hivi milele. Hapana, mpe nafasi ya pili, ujue kabisa kuna nyakati za kubadilika kwake, kama ambavyo aliweza kumbadilika Sauli akawa Paulo. Basi na huyu ambaye unamuona kabisa kwamba amekuwa ndivyo sivyo, basi na yeye mpe muda. Kuna muda wake Mungu atambadilisha na utamuona mtu safi, na huenda atakusaidia hata wewe kufika kule ambako ulikuwa unatarajia kufika, kwa sababu atakuwa daraja kwako. Kwa hiyo usiwakatie watu tamaa kwa sababu ya kuwahukumu kwa mienendo yao ya awali, bali wahukumu pale ambapo atakuwa amefikia hatima ya mwisho wao mbaya, badala ya kuwa na mwisho mwema. Maandiko yanatuambia ni heri kufika katika mwisho mwema, kumaliza katika mwisho mwema, kuliko kujifanya unaanza vyema alafu unamaliza vibaya. Kwa hiyo naamini kabisa, mimi naamini hakuna mwanadamu ambaye anaweza asibadilike. Kwa hiyo tuendelee kuwa na subira na tuwape muda. Mungu atasema nao na atawabadilisha na watakuwa watu safi, na Mungu atubariki kwa pamoja.